Unamhitaji Yesu, unamhitaji Yesu, unamhitaji Yesu, kupotelewa na amani ya Kristo katika maisha ya mwanadamu. Maelezo ni kama ifuatavyo. Namba moja, mara nyingi shetani ana tabia ya kuondoa amani ya Kristo katika maisha ya mwanadamu kwa kumvika tabia mbaya. Wakolosai 3:8-10. Lakini pia Wakolosai hiyo 3:12-17, huku akijua kwamba ana wakati mchache wa kutenda kazi katika ulimwengu, kwa sababu ulimwengu unakaribia mwisho. Timotheo wa pili 3:1-5. Namba 2, huwezi kusimama imara mbele za Mungu wakati amani ya Kristo imeondolewa ndani yako. Andika kitabu cha Wafilipi sura ya 4:1-3. Namba 3, kwa nini tunasisitiza sana watu washikamane na amani ya Kristo? Kwa sababu amani ya Kristo ni ngao katika maisha ya mwanadamu. Andika hiyo Wafilipi 4:13. Lakini namba 4, ukifanikiwa kupata amani ya Kristo katika maisha yako, utapata ufahamu wa kumfahamu shetani anavyotenda kazi katika ulimwengu. Wafilipi hiyo 4:7-9. Namba 5 na ya mwisho, pia ukiona shetani anataka kutenganisha na amani ya Kristo kupitia mtu, jitahidi sana kukumbuka mema ambayo uliwahi kufanyiwa na huyo mtu siku za nyuma. Yeremia 1:2. Juzi Ijumaa nikasema shetani ni mtu. Ili aweze kufanya kazi zake vizuri, huwa anatumia mtu, kwa sababu akikukosa katika ulimwengu wa roho, akija mwilini lazima kupata. Sasa ili aweze kupata vizuri, anatumia mtu kama wewe. Ukisoma Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, unakumbuka watumishi mbalimbali ambao walikuwa wanatafutwa na shetani. Walipokuwa wanatafutwa na shetani, shetani anateka mitego mbalimbali, lakini alipomtumia mtu kumkamata mtu, 95% alimpata. Sasa ndio maana shetani wakati mwingine huwa anaweza akatumia mtu. Wewe ukivikwa tabia mbaya, utachukiwa na watu. Kwa hiyo miongoni mwa silaha ambazo shetani anaziamini ni kumvika mtu tabia mbaya. Akifanikiwa kukuvika tabia mbaya, manake wewe utaanza kuchukiwa na kila mtu. Hata wale ambao walikuwa bega kwa bega na wewe wataanza kukuchukia, kwa sababu shetani amekuvika tabia mbaya. Atakuvikaje tabia mbaya? Kwa sababu shetani anavyoondoa amani ya Kristo katika maisha ya mwanadamu, huwa anaondoa taratibu, anakuanzia mbali, alafu huko anakuwa na meng'enya taratibu. Ni kama mchwa unavyokulaga. Mchwa ili ule vizuri, unakuwa umejificha ndani kwa ndani. Sasa ndivyo shetani anavyokulaga hivyo.
anakuwa anameng'enya maisha ya mtu husika ndani kwa ndani, alafu wakati mwingine ili ammalize vizuri anamvika pia na roho ya kujihesabia haki hata kama amekosea. Huyu mtu hata kama amekosea hakubali kukosolewa. Kwenye hizo tabia zake za ajabu, anakuwa na misimamo katika kuasi, anakuwa anakumbatia uovu hata kama akigundulishwa kwamba usiishi hivi. Anatafuta dosari, anatafuta sababu ambazo zile sababu zitasababisha masirai yawe upande wake. Hebu naomba tusome hicho kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 8. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi hayo yote. Biblia inasema lakini sasa yawekeni mbali nanyi hayo yote. Kumbuka nimekwambia shetani ili aweze kumtenganisha mtu na amani ya Kristo anamvika tabia mbaya. Sasa huyu mtumishi wa Mungu anasema, anaanza kulionya kanisa baada ya kuona kuna baadhi ya watu wana tabia za ajabu. Ile tabia ya ajabu imetokea wapi? Kwa sababu shetani amepenya ndani ya mioyo yao, ameondoa amani ya Kristo ndani ya mioyo ya watu. Sasa huyu mtumishi wa Mungu analionya kanisa, anasema lakini yawekeni mbali nanyi hayo yote. Ni yepi hayo? Hebu tusikilize. Ndiyo, hasira na ghadhabu. Biblia inasema hasira. Kila mwanadamu ana hasira, si ndio watu wa Mungu? Sasa kuna hasira za kipumbavu, lakini kuna hasira za nia njema. Mungu mwenyewe ana hasira. Bwana Yesu hapa isifa sana. Ndio maana ukisoma mahali pengine Biblia inasema msiwe na hasira mpaka jua likachwa. Hapa anaanza kuchunguza tabia ambazo zinatokana na shetani, ambazo mtu husika anakuwa amevikwa tayari. Mtu mwenye amani ya Kristo hawezi akawa na hasira zenye milipuko, hasira ambazo mpaka eti asababishe hasara. Hizo hasira ni hasira hatari. Tuendelee hapo mbele. Na uovu na matukano. Biblia inasema na uovu, pale anajumlisha, ameingia kwenye jumla, anasema na uovu. Uovu ni neno la jumla, lakini ukirudi kwenye rejareja, tukianza kuchambua muda hautoshi. Anasema na matukano. Watu hawaogopani kutukanana. Ukiona mtu na mtu wapo wanatukanana, hata kama ni wanandoa hao, tayari hawa watu wameshaondolewa kwenye amani ya Kristo, kwa sababu amani ya Kristo haifanyi hayo. Na matusi vinywani mwenu. Na matusi vinywani mwenu. Ukiona Mkristo anatukana matusi, huyo hajaokoka. Huyo tayari ameshatenganishwa na amani ya Kristo, haiko katika moyo wake. Kinachotoka ndicho kilichokaa. Amani ya Kristo katika maisha ya mwanadamu inalindwa kwa kutenda mema, sio kwa kushindana, sio hayo matukano, matusi. Jihadhari sana kuilinda amani ya Kristo katika maisha yako kwa gharama zozote. Hata kama unakutana na matukio ya aina gani, basi uwe na maamuzi ya busara katika maisha yako. Kubali kukosolewa. Hivi hauoni kana kwamba unapokosolewa, hauoni kana kwamba Mungu anakupenda? Unapokosolewa, usifanye hivi, fanyaga hivi, lakini unakuta mtu mwingine anachukia, anakuwa kama yule mfalme nani, Ahabu. Wakati vita imetokea, imekuwa nzito kabisa,
alafu yeye anatamani aende vitani akapigane bila ramani ya Mungu. Akatokea mfalme Yehoshafati akasema, Bwana, wakati manabii karibia 400 wametabiri unabii wa uongo kwamba kunaye mfalme utaenda kushinda bila shaka. Alafu yule Yehoshafati akafika pale kwa Ahabu akamwambia, mfalme, na kuomba hivi, ni kweli hawa manabii 400 wametabiri kwa kinywa kimoja kwamba ukweli bila shaka utarudi na ushindi? Hivi hayupo nabii mmoja hapa nje na hawa manabii 400 ili labda tumuulize Mungu kwa yeye? Manake tayari Yehoshafati alikuwa na mashaka na ule unabii. Ahabu akasema, yupo hapa nabii ambaye anaitwa Mikaya, lakini mimi namchukia kwa sababu hajawahi kusema mema mbele yangu. Hivi utasemewa mema wakati wewe kila wakati unaharibu? Utasifiwaje wakati kila mahali unaharibu? Biblia inasema yule Yehoshafati aliposikia yale maneno ya mfalme mwenzake, anasema yupo hapa nabii anaitwa Mikaya, ila mimi namchukia kwa sababu kila anapotabiri anatabiri mabaya kwa ajili yangu. Biblia inasema Yehoshafati akamwambia, usiseme hivyo, hebu na aitwe. Yale mabaya ambayo anasema hasemi kwa shauri lake, ni Mungu ndani yake. Sasa kuna watu wanataka eti hata kama wameharibu waendelee kusifiwa. Mungu hayuko hivyo. Mungu anataka watu wenye kujifinyanga mioyo yao, wanapogundulishwa kwamba wamekosea, wawe na tabia ya kujikusanya. Msiambiane uongo kwa kuwa Biblia inasema msiambiane uongo. Uongo ni tabia ya shetani. Ukiona mtu anasema uongo, huyu tayari ametenganishwa na amani ya Kristo, haimo ndani yake. Mtu ni mzushi, anazusha mambo yasiyokuwepo. Biblia inasema msiambiane uongo. Watu majitu ni maongo, makanisani ni maongo kabisa. Wapendwa, hebu tuache uongo. Utashindwa kusaidiwa siku nyingine. Si kama tunaelewana vizuri. Kuna mtu fulani alikufaka kijinga, alikuwa anatoka kilabuni, amepewa pombe, kila kifika mahali fulani kwenye kakichaka anasema jamani, nakufa, simba ametokea. Watu wanakuja wanajaa pale, simba amekimbia. Jamani, hivi simba amekimbia kweli? Hizi kelele. Kesho tena, wiki lijalo, anazidi kuwadanganya watu. Sasa siku simba akatokea kweli. Alipotokea simba kweli, anapiga kelele, watu hawakutoka. Asubuhi wakaikuta maiti. Sasa huo uongo wako huo uwe ninao, kuna siku utakufa vibaya. Acha uongo. Uongo ni tabia ya shetani. Soma hiyo Wakolosai, hiyo Wakolosai 3:12. basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, Biblia mimi na wewe kwa kuwa tumekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, yani moyo wa kusamehe. Yani mtu mwenye amani ya Kristo ndani yake ana tabia ya kuachilia, kusamehe. Lakini ukimwona mtu anahifadhi kinyongo katika moyo wake, huyu mtu pendo au amani ya Kristo ndani yake ishaondolewa. utu wema, Biblia inasema tuwe watu wema, tusiwe na tabia mbaya, yani tuwe watu wema, alafu unyenyekevu, upole, uvumilivu
katika maisha haya lazima tukutane na changamoto mbalimbali. Sasa tunapokutana na mazingira magumu, basi tuwe na tabia ya kuvumilia. Alafu kuvumilia na kuvumiliana, tusikatiane tamaa eti kwa sababu jirani yako au mpendwa mwenzako alikukosea unaanza kuhesabu mabaya. Haiko hivyo, hiyo ni tabia ya Shetani. Alafu mkichukuliana na kusameheana, tukichukuliana na kusameheana, hiyo ndo tabia ya Mungu. Yaani mtu akiwa na amani ya Kristo ana tabia ya kusamehe. Lakini kwa kuwa Shetani amemvika mtu husika tabia mbaya, basi ukiona mtu hana uwezo wa kusamehe, kazi yake ni kuhesabu mabaya, basi huyu mtu amani ya Kristo ishaondolewa ndani yake, amevikwa tabia mbaya. Ndio mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, mtu yeyote kama ana sababu ya kumlaumu mwenzake, ndio kama Bwana alivyowasamehe ninyi, kama sisi tulivyosamehewa, kama wewe ulivyosamehewa, hivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo. Yaani na wewe kama vile Mungu alivyokusamehe, na wewe uwe na tabia ya kusamehe. Timotheo wa pili sura ya 3 anasemaje? Lakini mfahamu neno hili. Biblia inasema lakini fahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Sasa pointi yangu ya msingi inasema Shetani ana tabia ya kuwavika watu tabia za ajabu, huku akijua ana wakati mchache, kwa sababu ulimwengu umekaribia mwisho. Sasa hapa Biblia inasema fahamu neno hili, ya kwamba siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Sasa siku za mwisho ni zipi? Ni wakati tulionao. Huu ni wakati wa mwisho. Ndio maana Shetani na yeye ana kasi ya kuwavika watu tabia mbaya, kwa sababu anajua kwamba tayari tukaribia mwisho. Na hapa Biblia inasema tufahamu neno hili, siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Kwa kuona hizi tabia za ajabu zinatokea, ni kwa sababu dunia iko mwisho. Sasa ni hatari kama wewe ukawa ni miongoni mwa watu waliovikwa tabia za ajabu. Ndiyo, anasemaje hapo? Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Unapoona amani ya Kristo ikiondoka katika maisha ya mwanadamu, huyu mtu kinachozaliwa hapo vinakuwa vitu viwili. Anatanguliza ubinadamu mbele, yani roho ya kibinadamu, alafu Shetani anakuwa sasa ndo anawezesha maisha yake yote huku na kule, anamburuta huyu mtu husika. Sasa ni hatari sana katika maisha yako kama ukifarakana au amani ya Kristo ikaondoka ndani yako. Hii itakuwa hatari, kwa sababu Shetani na yeye anajua kwamba ana wakati mchache sana wa kufanya kazi katika ulimwengu. Ndio wenye kupenda fedha. Biblia inasema watu siku hizi za mwisho watakuwa wenye kupenda fedha. Sasa kila mtu ana tabia ya kupenda fedha. Anapozungumzia kupenda fedha, kuna kupenda fedha kupita kiasi. Kila jambo lina kiasi. Alafu fedha za aibu, hata Biblia hapa imekataa, imesema msitake fedha za aibu. Ndio maana mtu yuko radhi kuua kwa ajili ya fedha, manake tayari amependa fedha kuliko kumpenda Mungu. Sasa hizi ni nyakati za mwisho. Sasa mtu ambaye amani ya Kristo haimo ndani yake, manake anakuwa anaweza akawa atavikwa tabia hiyo, anakuwa na tabia ya kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Wenye kujisifu, watu wenye kujisifu, wenye kiburi, watu wana viburi. Tabia ifahamike wazi, ukiona una tabia ya kiburi, hiyo sio tabia ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wenye kutukana, wasiotii wazazi wao. Wasiotii wazazi wao.
Ukiangalia miaka hii tulionayo, mmomonyoko wa maadili umekithiri, watu sio wanyenyekevu, yaani hana nidhamu kwa wazazi wao. Hasa hii ni hatari, watu hawana nidhamu kabisa. Kuna uvunjifu wa nidhamu, kuna uvunjifu wa amani, kila mahali hali ni mbaya. Alafu wasio na shukrani, wasio safi, yani watu wachafu kabisa mioyo yao, wasiowapenda watu wao, wasiopenda ndugu zao, wasiotaka kufanya suluhu, wasiopenda kufanya suluhu, yani watu kila wakati yeye ni shari tu, ni vita, wasingiziaji, yani jambo hana uhakika nalo, anathibitisha kwamba usione yule yuko hivi amefanya vile, yule yuko hivi ni kwa sababu yangu, yule pale kakakwenda vile. Hao ndo tunao wakati huu wa mwisho, ndio wasiojizuia, wasiolinda vinywa vyao, wakali kabisa, wasiopenda mema, wasiopenda tabia njema, wasaliti, wakaidi wenye majivuno mengi, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Yaani mtu ambaye amani ya Kristo haimo ndani yake anakuwa na tabia hizo, ndio wenye mfano wa utaua, yaani wenye mfano wa Ukristo, yaani ningeweza kusema wenye mfano wa uchamungu, yaani wanajifanya kana kwamba ni wacha Mungu, ndio, lakini wakikana nguvu zake. Ndio Biblia inasema hao wenye tabia hizo ukae mbali nao. Lakini pia nimesema namba 2, huwezi kusimama imara mbele za Mungu wakati amani ya Kristo imeondolewa ndani yako. Soma hiyo Wafilipi 4:1. Basi ndugu zangu wapendwa wangu, Biblia inasema basi ndugu zangu wapendwa wangu, ninaoonea shauku, anaotuonea shauku. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo, aliandika huo waraka baada ya kuona kuna baadhi ya mazingira hayako sawa. Akasema ndugu zangu wapendwa, nawaonea shauku, furaha yangu na taji yangu, hivyo simameni imara katika Bwana. Anasema tusimame imara katika Bwana, kama ambavyo nimekwambia kwamba huwezi ukasimama imara mbele za Mungu kama amani ya Kristo imeondolewa ndani yako kwa kuvikwa tabia mbaya. Sasa hapa huyu mtumishi anahamasisha watu kwamba simameni imara mbele za Mungu. Alafu wapenzi wangu wote, anahamasisha kanisa, anasema namsihi Euodia, anataja watu kwa majina ambao ana mashaka nao kwamba hawa amani ya Kristo imeslow down ndani yao, anawapointi kwa majina. Alafu na mwingine wa pili anaitwa nani? Namsihi na Sintike wawe na nia moja katika Bwana. Anasema wawe na nia moja. Kwa nini huyu mtumishi aliwasihi hawa? Aliona ndani ya mioyo yao kuna mipasuko, kila mmoja ana nia yake, yaani hawana mshikamano wa pamoja. Naam, nataka nawe pia mjoli wa kweli. Biblia inasema nami nataka na wewe pia mjoli wa kweli. Yaani mjoli ni mtumishi wa Mungu anayejua kweli. Hasa hapa anasema nataka na wewe mjoli wa kweli, yaani unaifahamu kweli ya Mungu, ambaye wewe amani ya Kristo iko ndani yako. Kuna jambo analitaka. Anataka nini? Wasaidie wanawake hao, yaani tusaidiane kuinuana. Wewe ambaye una amani ya Kristo thabiti ndani ya maisha yako, basi unapoona amani au unapoona kuna uvunjifu wa amani ya Kristo
katika maisha ya Mkristo mwenzako. Usimwache aendelee kuasi, usimwache aendelee kuharibu, msaidie. Si kama tunaelewana vizuri? Msaidie mpendwa mwenzako. Alafu kwa maana walishindania injili pamoja nami. Anasema kwa sababu hao watu kuna mahali waliwahi kusimama vizuri mbele za Mungu, pamoja na kwamba amani ya Kristo inaweza ikaondoshwa, lakini kuna mahali aliwahi kufanya vizuri. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna mahali aliwahi kufanya vizuri mbele za Mungu. Sasa unapoona amani ya Kristo inaondolewa ndani ya huyo mtu, basi msaidie, mrejeshe asimame upya mbele za Mungu, kwa sababu kuna mahali aliwahi kufanya vizuri mbele za Mungu. Ndiyo. Na Clement naye na watu, Biblia inasema namzungumzia mtu wa tatu anaitwa Clement. Anasema na Clement naye, alafu na wale wengine waliotenda kazi pamoja nao, na wale wengine waliotenda kazi pamoja nao, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima, ambao majina yao yamo katika kile kitabu cha uzima. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yaani tusaidiane kuwakumbusha watu, tusikae kimya. Unapoona amani ya Kristo inaondolewa katika maisha ya mwanadamu, basi jitahidi kuirejesha hiyo amani kwa gharama zozote. Usiwe sababu ya uvunjivu wa amani kwa huyo mtu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na pia namba tatu, nimesema kwa nini tunasisitiza sana watu Kwa nini tunasisitiza sana watu washikamane na amani ya Kristo katika maisha yao? Kwa sababu amani ya Kristo, nimesema, ni ngao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni ngao katika maisha ya mwanadamu. Wafilipi 4:13 Biblia inasema tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Sasa mtu ukishikamana na amani ya Kristo, unapewa nguvu ya uwezeshi kuyashinda yote. Si kama naongea na watu. Namba 4, nimesema ukifanikiwa kupata amani katika maisha yako, utapata ufahamu. Yaani ukifanikiwa kupata amani ya Kristo katika maisha yako, utafanikiwa kupata ufahamu wa kumfahamu shetani anavyotenda kazi. Kwa sababu ufahamu ninaozungumzia hapa sio ufahamu wa kibinadamu. Kuna ufahamu fulani ambao unapokea kujua kwa njia isiyo ya kawaida bila kuambiwa na mtu. Soma hicho kitabu cha Wafilipi 4:7. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Biblia inasema na amani ya Mungu. Kumbuka hapa nimesema ukipata amani ya Kristo utapata ufahamu. Sasa hapa anasema na amani ya Mungu ipitayo akili. Itafanyaje? Na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Biblia inasema amani ya Mungu ipitayo akili. Tunasema kupita akili, manake ni ufahamu usiochunguzika. Ndio maana hapa nimesema ukifanikiwa kupata amani Kristo katika maisha yako, utapata ufahamu wa kumfahamu shetani anavyokuwa na tabia ya kuondoa amani katika maisha yako. Sasa hapa Biblia inasema amani ya Kristo ipitayo akili zote za wanadamu. Ndiyo, itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Itawahifadhi mioyo yenu. Yaani huu ufahamu ambao wewe utaupata utakufanya uwe salama mbele za Mungu uingiapo na kutoka. Hautashambuliwa kizembe. Na nia zenu katika Kristo Yesu. Na nia zetu katika Kristo Yesu. Yaani hapo pendo la Kristo
amani ya Kristo ikiwa ndani yako, utakuwa salama. Ndio hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo, Biblia inasema hatimaye ndugu zangu. Ni mtumishi wa Mungu anahamasisha, anasema hatimaye ndugu zangu, ndio mambo yoyote yaliyo ya kweli, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staa, yoyote yaliyo ya staa, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo haki. Hapa anazungumza mambo mema tu, sio mabaya. Yoyote yaliyo safi, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, yoyote yenye sifa njema. Kumbuka hayo ni mambo mazuri matupu. Alafu ukiwepo wema wowote, ukiwepo wema wowote, ikiwepo sifa nzuri yoyote, ikiwepo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Yaani usipende kutafakari mabaya uliotendewa. Mtu mwenye amani ya Kristo ndani yake huwa hana tabia ya kutafakari mabaya yaliyomuumiza, kwamba amenifanyia vile, alinifanyia vile na mwaka jana na mwezi uliopita alinifanyia vile. Biblia inasema tutafakari mema. Kama unaona ni kama shetani anataka kuondoa amani ya Kristo katika maisha yako kupitia mtu, basi nimesema kumbuka mema ambayo amewahi kufanyia huyo mtu. Hata kama amevaliwa kwa wakati huo, amekuwa chombo shetani, basi kumbuka mema ambayo aliwahi kufanyia. Kumbuka mema ambayo aliwahi kufanyia huyo mtu, basi utahifadhi amani ya Kristo katika moyo wako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hutakuwa na maamuzi yasiyo ya busara, hutamchukia huyo mtu. Andiko la Yeremia 2, Mungu anamwambia Yeremia, ukawaambia hao watu wamenikosea sana, nilitaka niende niwaue, lakini nimekumbuka mema ambayo walifanya siku za nyuma pale. Sasa ukawakumbushe warejee kwenye yale mema. Kilichosababisha mimi nisiwatende madhara ni kwa sababu ya mema ambayo waliwahi kuyafanya mbele zao. Ndio maana hapa pointi yangu ya msingi nimesema, ukiona shetani anataka kuondoa amani ya Kristo katika maisha yako, basi kumbuka mema. Hasa huyu shetani anapokuwa amemvaa ndugu yako, mpendwa mwenzako, uwe makini sana, kwa sababu unapoona mpendwa mwenzako amekosea, si kweli kwamba wewe una wema wa kutosha, hujawahi kukosea, na wewe wenda unakoseaga maeneo mbalimbali. Kwa jitahidi sana kurudi kujichunguza. Unajichunguza wewe, alafu unaenda unaangalia na mema ambayo huyo ndugu aliyovaliwa na shetani kwa wakati huo, mema unaoyaona mbele yako, ingawa ni vigumu sana kukumbuka mema wakati mtu husika ndo chombo ambacho kimevaliwa kwa ajili ya kukuharibu mbele za Mungu, huaga inakuwa vigumu. Lakini ni muhimu sana kukumbuka mema ambayo huyo mpendwa, hata kama amekuchanganya kwa wakati huo, kumbuka mema, tafakari mema ambayo aliwahi kufanyia. Sasa kwa kipindi hicho utajikuta kuwa na maamuzi ya busara, utajikuta kumsamehe, utajikuta kumpenda. Hizo roho za matusi na matukano hayatakuwepo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Watu wengi wameweka watu kwenye mioyo yao. Ni hatari, ni hatari. Hii yote ni kwa sababu shetani anajua ana wakati mchache wa kuondoa amani katika ulimwengu, wa kutenda kazi katika ulimwengu. Ndio maana ana ujuzi wa kuondoa amani. Sasa katika mazingira haya tuwe makini sana, tukae katika haya, tuhifadhi amani ya Kristo katika chombo pekee cha unyenyekevu, kuishi sawasawa na Mungu anavyotaka, si kama tunavyotaka. Bwana Yesu apewe sifa sana.